Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya kamati na kwa niaba ya mwenyekiti, naomba hotuba yetu yote ingie kwenye Hansard za Bunge. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa ruhusa yako, naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa fursa ya kushiriki kikao hiki cha leo, lakini vile vile nitumie nafasi hii kutoa pole za dhati kabisa kwa familia ya marehemu mzee Paul Sozigwa, lakini vile vile kuwapa pole familia na wananchi wa mkoa wa Arusha kwa msiba mkubwa uliolikumba taifa letu. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nitumie nafasi hii vile vile kuwashukuru wananchi wa jimbo la Nzega kwa kuendelea kunipa ushirikiano katika kipindi ambacho nimekuwa mbunge wao mpaka sasa. Niwaahidi kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu sintawaangusha. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mujibu wa kanuni ya 99, kanuni ndogo ya 7 ya kanuni za Bunge, toleo la Januari 2016, naomba kuwasilisha taarifa ya kamati ya kudumu ya Bunge ya huduma na maendeleo ya jamii kuhusu utekelezaji wa majukumu ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kwa mwaka wa fedha 2016-17 pamoja na maoni, ushauri na mapendekezo ya kamati kuhusu makadirio ya mapato ya matumizi ya wizara hiyo kwa mwaka wa 17-18. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mujibu wa nyongeza ya kanuni ya 8 ya 7 iliyo chini ya kanuni ya 118 ya kanuni za kudumu za Bunge toleo la Januari 2016, kamati hii ina jukumu la kushughulikia bajeti ya wizara inazozisimamia ikiwemo Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Aidha, kwa mujibu wa kanuni ya 98 ya kanuni za kudumu za Bunge toleo la Januari 2016, kamati hii ina jukumu la kutembelea na kukagua utekelezaji wa miradi ya maendeleo iliyotengewa fedha mwaka 2016-17 pamoja na kuchambua taarifa ya utekelezaji wa bajeti ya wizara hii kwa mwaka wa fedha unaoisha ili kufanya ulinganisho kuhusu makadirio matumizi kwa mwaka wa 17-18. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka wa fedha wa 16-17, wizara ilijiwekea malengo mbalimbali yakiwemo ya ukusanyaji wa maduhuli, utekelezaji wa shughuli zake kulingana na bajeti, lakini pia utekelezaji wa maoni na ushauri wa mapendekezo ya kamati. Katika mwaka wa fedha 2016-17, Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia fungu 46 ilipanga kukusanya jumla ya bilioni 327.8. Hadi kufika Machi 2017, wizara ilifanikiwa kukusanya bilioni 217 sawa na asilimia 66.3 ya malengo. Kamati imebaini kuwa bado idara zilizo chini ya wizara hazifanyi vizuri, kwani makusanyo yaliyokadiriwa kuwa shilingi bilioni 11.49, lakini kilichokusanywa ni bilioni 6.6 sawa na asilimia 43. Kamati inaitaka wizara kuhakikisha hadi ifikapo Juni 3 kiasi kilichobaki cha asilimia 33 nacho kimekusanywa. Mkazo uwekwe zaidi katika idara ambazo makusanyo yao ni chini ya asilimia 50. Kielelezo namba 1. Upatikanaji wa fedha. Katika mwaka wa fedha 16-17, wizara hii iliidhinishiwa trilioni 1.39. Kati ya fedha hizo, shilingi bilioni 499 sawa na asilimia 35 ya fedha zote ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida. Hadi kufika Machi 2017, wizara ilikuwa imepokea kiasi cha bilioni 345 sawa na asilimia 69.2 ya fedha ya matumizi ya kawaida. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa upande wa fedha za kutekeleza miradi ya maendeleo, wizara ilikuwa imeidhinishiwa kiasi cha shilingi bilioni 897 sawa na asilimia 64 ya fedha yote iliyoidhinishwa kwa matumizi ya wizara. Hadi kufika Machi, wizara ilikuwa imepokea bilioni 500.4 sawa na asilimia 55.8 ya fedha za utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuanzia tarehe 14 mpaka tarehe 24 Machi, kamati ilifanya ukaguzi wa jumla ya miradi 5 kati ya miradi 16 ambayo ilitengewa fedha kwa mwaka wa fedha 16-17. Miradi 5 hiyo iliyofanyiwa ukaguzi ni mradi wa upanuzi wa chuo cha kilimo Sokoine, mradi namba 6361. Kamati ilifanya ukaguzi mradi huu mnamo tarehe 14 Machi. Taarifa ya chuo ilionyesha kuwa licha ya mradi huu kuidhinishiwa fedha na bunge lako tukufu kiasi cha bilioni 4, mpaka kamati inaenda kufanya ukaguzi hakuna fedha iliyotolewa. Hali hii ilikilazimu chuo kutumia fedha zake za ndani kiasi cha shilingi bilioni 380 kutekeleza baadhi ya kazi zake. Kamati ilielezwa kuwa kwa kipindi cha miaka 4 chuo hakijawahi kuletewa fedha za kutekeleza miradi ya maendeleo, licha ya ukweli kwamba hata kiasi kinachoidhinishwa kidogo ikilinganishwa na mahitaji halisi. Kiasi cha fedha kinachotengwa kwa ajili ya chuo kimekuwa hakifiki hata asilimia 10 ya mahitaji halisi.
mradi wa upanuzi wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Mnamo tarehe 15 Machi, kamati ilitembelea mradi huu uliotengewa na Bunge kiasi cha shilingi bilioni 9.4. Hadi kamati inatembelea mradi huu, hakuna fedha yoyote iliyotolewa na serikali, hali iliyokilazimu chuo kutumia mapato yake ya ndani pamoja na fedha za wahisani. Aidha, kamati imechambua bajeti ya wizara hii ilijulishwa kuwa chuo kimepatiwa kiasi cha shilingi bilioni 5 sawa na asilimia 52.9 ya fedha iliyoidhinishwa na Bunge. Kamati ilishuhudia hali mbaya ya jengo namba 5, hall namba 5 ya bweni la wanafunzi, hali iliyolazimisha chuo kuhamisha wanafunzi na kuliacha wazi likisubiri ukarabati. Ikumbuke kuwa majengo mengi ya chuo hiki ni ya zamani. Aidha, kamati ilipata fursa ya kuangalia miradi mingine ikiwemo mradi wa ujenzi wa mabweni ambao umegharimu kiasi cha shilingi bilioni 10 zilizotolewa na Mheshimiwa Rais. Kamati inampongeza Mheshimiwa Rais kwa maamuzi yake ya busara ya kuhakikisha wanafunzi wa chuo hiki wanapata malazi. Mradi wa kufundisha na kutoa huduma ya afya Mlongazila. Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati ilitembelea mradi huu mnamo tarehe 21 Machi. Kamati iliridhishwa na hatua iliyofikiwa na ujenzi wa hospitali, kwani ulikuwa umekamilika ikiwemo kuwepo na vifaa vya kisasa. Mradi huu ni pamoja na miradi mikubwa nchini iliyogharimu dola za Kimarekani 94 milioni sawa na shilingi bilioni 210.6 ambazo ni mkopo wa riba nafuu kiasi cha dola za Kimarekani 76.5 za serikali. Tanzania imetoa kiasi cha dola za Kimarekani milioni 18 katika mwaka huu wa fedha. Chuo kiliomba jumla ya shilingi 14 bilioni kwa utaratibu wa maalum special arrangement kwa ajili ya ununuzi wa dawa, vitendanishi na matumizi mengine. Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati imetembelea mradi huu, hakuna fedha iliyokuwa imetolewa. Hata hivyo, waziri aliahidi kamati kuwa kufikia mwezi Aprili serikali itakuwa imetoa kiasi cha shilingi bilioni 5 kwa ajili ya kuanza kununua vifaa tiba. Pamoja na changamoto ya fedha, bado chuo kina upungufu wa rasilimali watu, kwani mahitaji ni watumishi 900 na mpaka kamati inatembelea waliopatikana ni watumishi 381 tu sawa na asilimia 42. Kamati inatoa rai kwa serikali kuhakikisha watumishi wote 900 wanapatikana ili kuweza kutoa huduma kwa wagonjwa. Kinyume na hapo ni kutoutendea haki underuse mradi huu mkubwa na mzuri wenye vigezo vya hospitali. Sio tu hivyo, pia kamati inaona uwekezaji huu mkubwa ni vyema uende sambamba na utoaji wa fedha za kutosha ili uweze kutoa matunda yanayotarajiwa. Mradi wa DRT. Kamati ilifanya ziara ya ukaguzi wa mradi tarehe 22 Machi. Mradi huu ni wa muda mrefu sana, kwani ujenzi wake ulianza mwaka 2006. Lakini kutokana na sababu mbalimbali, hususan changamoto ya upatikanaji wa fedha za mradi umekuwa ukisuasua. Mwaka 2013 mradi ulianza tena na mpaka kamati inafanya ziara, hatua ya kwanza ya mradi ilikuwa imekamilika ambayo ni ujenzi wa jengo. Gharama za mradi huu zimeongezeka kutoka shilingi bilioni 5 kwenda bilioni 9 mwaka 2017. Wakati kamati inakagua mradi, kiasi cha shilingi bilioni 5 kilikuwa kimetolewa, lakini mradi bado hauendi sawa. Kamati iliagiza serikali kuhakikisha inafanya ukaguzi maalum special audit ili kuweza kubaini ukweli wa ongezeko la gharama, lakini pia kutokana na maelezo ya mkurugenzi na mwenyekiti wa bodi kuwa na walakini. Mradi wa COSTECH. Kamati ilitembelea mradi huu mnamo tarehe 22 Machi katika mwaka wa fedha wa 16-17. Mradi ulitengewa kiasi cha shilingi bilioni 12 kwa ajili ya kugharamia shughuli za utafiti na ubunifu. Kati ya fedha hizo, bilioni 8 zilitarajiwa kutoka katika mfuko wa hazina, shilingi bilioni 4.6 kutoka TCRA kutokana na tozo za simu. Ikumbuke kuwa hata kiasi hiki kilinachotengwa ni kidogo, kwani kwa mujibu wa malengo ambayo nchi imejiwekea ni kutenga 1% ya GDP katika tafiti. Lakini kwa mwaka huu wa fedha ambao pato la taifa lilikuwa ni shilingi trilioni 103, COSTECH ilitengewa bilioni 12.8 sawa na asilimia 0.012 tu. Hadi kamati inatembelea mradi huu, kiasi cha shilingi bilioni 4.07 sawa na asilimia 31 kilikuwa kimepokelewa. Kati ya fedha hizi, shilingi bilioni 1.5 zilitoka mfuko mkuu wa hazina sawa na asilimia 18 za fedha zilizotengwa kutolewa na hazina, na shilingi bilioni 2.7 sawa na asilimia 53 ya fedha ambazo zimetokana na chanzo cha TCRA. Mheshimiwa Mwenyekiti, utolewaji huu wa fedha kutoka serikalini unadhihirisha ni namna gani serikali haioni wala kuthamini tafiti nchini, kwani kitendo cha kutoa asilimia 18 tu cha fedha zilizoidhinishwa na mwaka wa fedha. Mwaka 2016-17
kinasikitisha, ni vigumu kufikia malengo ya kujenga uchumi wa viwanda nchini, kwani hivi vyote vinategemea utafiti, kuchochea ubunifu katika maendeleo. Maoni ya jumla ya utekelezaji wa miradi. Kamati imefanikiwa kukagua miradi 5 kati ya miradi 40 iliyoidhinishwa, sawa na 12.5 tu. Lakini katika uwasilishaji wa utekelezaji wa wizara imeonekana dhahiri hata 87.5 ambayo kamati haijaweza kukagua, nayo ina changamoto kubwa ya upatikanaji wa fedha, kwani upatikanaji wa fedha kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo ni 51.7. Pamoja na hilo, kamati imegundua uwepo wa mikataba ambayo inatia mashaka, kama mkataba wa Mlimani City, kama taarifa ya CAG ilivyoonyesha. Kamati imebaini kuwa serikali imekuwa ikipanga miradi mingi wakati haina uwezo wa kutekeleza yote, hali inayopelekea miradi mingi kuanza na kutokamilika kwa wakati. Utaratibu huu umekuwa ukiongeza gharama kubwa kwa serikali. Kamati inaona ni vema sasa serikali ikachagua miradi michache ya kipaumbele na kuhakikisha inaikamilisha kabla ya kuanza miradi. Kamati imefarijika sana na ujenzi wa hospitali ya mafunzo ya Mlongazila, kwani pamoja na lengo la kuwa hospitali ya mafunzo, lakini pia itasaidia kutoa huduma za kitabibu nchini. Kamati ilishuhudia vifaa vya kisasa vyenye teknolojia ya hali ya juu vilivyofungwa vya utoaji wa huduma katika hospitali hiyo. Kamati inaishauri serikali kuiruhusu hospitali hii iwe inatoa huduma kwa gharama za juu kidogo ikilinganishwa na hospitali nyingine za serikali, ili iweze kujiendesha yenyewe vema badala ya kusubiri ruzuku ya serikali ambayo imekuwa haitabiriki. Mapitio ya utekelezaji na ushauri wa kamati kufikia mwaka 16-17. Kamati ilipokea taarifa ya utekelezaji wa maoni, ushauri na mapendekezo ya kamati iliyotolewa na wakati wa uwasilishaji wa bajeti ya 16 na 17. Kamati imepokea taarifa hiyo ambayo utekelezaji wake sio mbaya, ingawa sio mzuri sana kutokana na maelezo ya wizara kuonyesha kuwa mambo mengi yapo kwenye mchakato. Kamati inatoa rai kwa wizara kuhakikisha inamalizia michakato ya utekelezaji wa maoni ya kamati. Aidha, kwa maoni ambayo kamati inaona utekelezaji wake sio wa kuridhisha kabisa, itayarudia kwenye sehemu ya maoni ya taarifa hii. Uchambuzi wa makadirio ya mapato ya 17-18. Katika vikao vya kamati vilivyofanyika tarehe 29 Machi, kamati pamoja na kupokea na kuchambua ujadili taarifa ya 16-17, kamati ilipokea taarifa ya makadirio ya mapato na matumizi ya fungu namba 46. Wizara ilitaarifu bunge kuwa kwa barua kumbukumbu namba PL/AC/183/283/01D ya tarehe 5 Mei kuwa sasa itatekeleza shughuli zake kupitia mafungu mawili tofauti, 2 separate votes, yaani fungu 46 wizara na fungu 18 UNESCO. Mabadiliko haya yamefanyika kwa kufanya kifungu kidogo cha 2001 kilichokuwa kinatambulika kama taasisi iliyo chini ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kuwa fungu kamili, yaani fungu namba 18 badala ya kupata ridhaa ya Wizara ya Fedha na Mipango tarehe 19. Hivyo maoni na mapendekezo ya taarifa hiyo yamezingatia mabadiliko haya. Mheshimiwa Mwenyekiti, taarifa ya makadirio ya makusanyo ilionyesha kuwa katika mwaka wa fedha wa 17-18 fungu namba 46 inatarajia kukusanya kiasi cha shilingi bilioni 366 199 milioni 99,547.46 ikilinganishwa na bilioni 327.887 kilichokadiriwa katika mwaka wa fedha 2016, sawa na ongezeko la 10%. Aidha, fungu namba 18 inatarajiwa kukusanya kiasi cha shilingi bilioni 40. Vyanzo vya maduli haya ni kutokana na makusanyo ya uchapishaji wa jarida la Tume ya Michango ya Wadau. Makusanyo haya sawa na ongezeko la 40% ikilinganishwa na makadirio ya mwaka wa 16-17 ambapo kiasi cha shilingi bilioni 24. Kamati inaipongeza wizara kwa ongezeko hili na ina imani kuwa fedha hizi zote zitakusanywa kwa wakati kama ilivyokadiriwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka wa fedha wa 17-18, wizara kupitia fungu 46 inaomba jumla ya shilingi trilioni 1 bilioni 336 milioni 685,241 elfu, na kupitia fungu 18 inaomba kiasi cha shilingi bilioni 663 milioni 123 elfu, ambapo jumla ya fedha zote zinazoombwa kwa ajili ya utekelezaji wa shughuli za wizara kwa mafungu yote 46 na 18 inaonyesha kuna upungufu wa 4.2 ikilinganishwa na shilingi bilioni 396 trilioni 1 bilioni 396 zilizoombwa katika mwaka wa fedha 16-17.
Matumizi ya kawaida yanayoombwa jumla ya shilingi bilioni 419 sawa na asilimia 31 ya bajeti yote ya fungu namba 46 na fungu 16 na kiasi cha shilingi bilioni 600 kwa ajili ya matumizi ya kawaida. Aidha, miradi ya maendeleo inayoombwa kwa kiasi cha shilingi bilioni 916 sawa na asilimia 68.6 ya bajeti nzima ya wizara. Rejea kielelezo namba 4. Bajeti hii inayoombwa kwa ajili ya fungu namba 46 na 18 ni sawa na asilimia 4.2 ya bajeti kuu ya serikali ya trilioni 31 ya mwaka huu wa fedha. Maendeleo ya hali ya elimu nchini. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika taarifa inayohusu maoni na ushauri wa mapendekezo ya kamati kuhusu bajeti ya wizara hii ambayo iliyowasilishwa na waziri, kamati ilifanya uchambuzi wa hali ya elimu nchini. Mpango wa maendeleo ya elimu ya msingi kwa kiasi kikubwa unategemea fedha za wahisani kutoka nje ya nchi. Kwa mfano, katika mwaka huu wa fedha 17-18, programu ya maendeleo ya elimu ya msingi imetengewa kiasi cha shilingi bilioni 160, lakini fedha hizi zote ni fedha za nje. Ikumbukwe kuwa mwaka wa fedha 16-17 kiasi kilichoidhinishwa ni bilioni 55.7 ambazo zilikuwa ni fedha kutoka kwa wahisani. Hadi kufika Machi, kiasi kilichotolewa ilikuwa ni bilioni 3.6 sawa na asilimia 6 tu ya fedha hizo. Kamati inajiuliza, kama wahisani hao wasipotoa fedha zao kwa ajili ya elimu ya msingi itakuwaje? Mwaka wa fedha 16-17 kamati kama taifa ndio tumeanza kutoa elimu bila malipo katika elimu ya msingi kwa maana ya kuanzia darasa la kwanza hadi kidato cha 4. Kamati inaipongeza serikali kwa hatua hii. Utoaji wa elimu ya msingi wa bure kwa wananchi unaungwa mkono na mataifa mengi ulimwenguni kupitia tamko la mwaka 1948 la haki za binadamu. Katika ibara ya 6 ya tamko hilo imeeleza bayana kwamba angalau sera ya elimu bila malipo ingefikia ngazi ya shule ya sekondari. Ibara hiyo inasema kuwa, naomba kunukuu, "Everyone has the right to education. Education shall be free at least in elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made generally available in higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit." Shirika la Center for Global Development katika kitabu chao cha Rebirth of Education kilichochapwa mwaka 2013 wameeleza kwa kina juu ya malengo ya elimu, jambo ambalo hapa nchini hatujazingatia kwa viwango vinavyoridhisha. Sehemu ya kitabu hicho katika ukurasa wa 13 na 14 unasema, ninanukuu, "Lengo la elimu ni kuwawezesha watoto kufanikiwa pindi wakiwa watu wazima. Kipimo cha msingi cha mafanikio ya mfumo wote wa elimu ni endapo kila kizazi cha watoto katika elimu kinaenda kuwa kizazi cha watu wazima wenye ujuzi na uwezo wa kuikabili dunia." Kinaendelea kusema kuwa katika nchi zinazoendelea malengo ya kusoma shule yanashindwa hata kutimiza makusudi mema ya elimu. Hivyo kusoma shule haimaanishi ndio kujifunza. Schooling just ain't learning. Mheshimiwa Mwenyekiti, tulikubali kama taifa kuwa tunapaswa sasa kubadilisha mtazamo wetu juu ya mfumo wa elimu, kwa sababu kwenda shule pekee sio kuelimika wala kujifunza. Pamoja na maboresho mengi ambayo serikali imekuwa ikiyafanya, kamati inapendekeza kwa sasa serikali iamue kuupitia upya mfumo wa elimu hapa nchini kwa ujumla wake ili utoe majibu ya changamoto zinazoikabili jamii na taifa kwa ujumla. Maboresho ya kwanza ya mitaala ni yale yaliyofanyika mwaka 67 ambapo yalilenga kuondoa shina la ubaguzi katika mfumo wetu wa elimu. Taasisi ya Elimu Tanzania katika ripoti yake iliyotolewa mwezi Machi mwaka 2013 ilisema, mabadiliko ya mwaka 67 yalikuwa ya kwanza na yalilenga kubadili mfumo wa elimu kutoka ule wa kikoloni na kuweka mfumo wenye mtazamo wa Kitanzania kwa kuzingatia elimu ya kujitegemea. Mabadiliko ya pili ya mwaka 79 ambayo yalitokana na mwelekeo wa kisiasa wakati mwingine bila kuzingatia hali ya uchumi katika kipindi kile. Mabadiliko hayo yalilenga kuimarisha na kuipa uhai falsafa ya ujamaa na kujitegemea. Hivyo elimu kuanzia hapo ikalenga kuligeuza taifa kuwa na kada ya wataalamu wenye ujuzi wa juu katika fani mbali zinazoweza kulifanya taifa lijitegemee. Taarifa ya taasisi ya elimu ilieleza kuwa msisitizo uliwekwa katika uanzishwaji wa mitaala ya mafunzo ya ufundi stadi kwa wahitimu wa elimu ya msingi. Mabadiliko ya 4 ya mwaka 97 na mabadiliko haya yalikuja kujibu changamoto nyingine ya mabadiliko ya mfumo wa kisiasa.
kutoka chama kimoja kwenda mfumo wa vyama vingi. Mabadiliko haya pia hayakuzingatia ujenzi wa uchumi wa taifa, kuanzia shule za msingi hadi chuo kikuu. Taasisi ya Elimu Tanzania inakiri kuwa mabadiliko haya, ambayo mengi yalitokana na ripoti iliyokuwa ya tume ya hayati Jackson Makweta ya mwaka 82 ambayo ilitoa maoni mazuri. Kweta ilikuwa kwenye muda ambao watoto wanajifunza kusoma katika shule za msingi kwa darasa la kwanza, darasa la pili. Mapendekezo yalitaka muda uongezeke kama ifuatavyo: kusoma asilimia 22, kuandika asilimia 24 na hisabati asilimia 30. Muda uliobakia ulitumika katika michezo asilimia 6, uchoraji asilimia 6, uraia asilimia 3, afya asilimia 6 na dini asilimia 3. Mrejee kielelezo namba 6. Uwiano huu ulibadilika kwa masomo ya darasa la 3, la 4, la 5, la 6. Ikawa Kiswahili asilimia 25, Kiingereza asilimia 15, hisabati asilimia 25, ambayo ni masomo ya msingi, na kuchukua asilimia 65 ya muda wa masomo darasa la 3 na la 4. Mapendekezo ya tume ya Makweta ndiyo yaliyoleta mageuzi katika elimu ya sekondari, hasa katika matumizi ya vitabu vya kiada na ziada, ambapo kulikuwa na ngazi mbili kwa elimu ya sekondari, yaani ngazi ya kwanza kidato cha kwanza na 4, na masomo ya sekondari ngazi ya pili kidato cha 5 na 6, na mafunzo ya ualimu kwa elimu ya awali, msingi na sekondari yaliyojumuisha masomo ya kitaalam na masomo ya ualimu. Maboresho haya yote yalikuwa na matokeo ya tume ya kitaalam ya hayati Jackson Makweta, ambayo wakati alikuwa ni waziri wa elimu katika awamu ya kwanza ya serikali ya Tanganyika na baadaye Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, mabadiliko ya 4 ya mitaala ni yale yaliyofanyika mwaka 2005, ambapo yalihusu ufundishaji na kuzingatia ujuzi, competence based. Lakini mara baada ya mabadiliko hayo tumeshuhudia elimu yetu ikikiuka kwa kiasi kikubwa sana. Miaka 5 baada ya mabadiliko hayo, ripoti ya Shirika Huru la Elimu nchini kuhusu elimu ya Tanzania, kutokana na tafiti zilizofanywa, imebainisha kuwa matokeo ya kidato cha 4 ya mwaka 2010 yanaonyesha watoto wetu asilimia 88 wamepata daraja la 4 na 0. Na pia naibu waziri wa elimu, sayansi na teknolojia hivi karibuni bungeni alikiri kuwa Watanzania takriban asilimia 31 hawajui kusoma na kuandika. Huu ni ushahidi tosha kuwa bado jitihada za ziada zinahitajika. Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati inaendelea kusisitiza kuboresha mfumo wa elimu ambao utapelekea kupata elimu bora. Umefika wakati wa kuangalia kama D/D kwenye sekta ya elimu inatuletea majawabu tunayotaka, kwa sababu katika elimu kuna mambo mawili: miundombinu kwa maana ya hardware na maunzi laini kwa maana ya software, kwa maana ya sera, mitaala na kadhalika, ya kutoa maarifa kwa wanafunzi, ambayo inayosimamiwa na wizara zaidi ya wizara mama ya elimu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati inakubaliana na kauli ya UNESCO inayosema UNESCO believes that education is a human right for all through life and that access must be matched by equality. Kila mtu ana haki ya kupata elimu ambayo inaendana na ubora. Maoni na ushauri ya kamati. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunapoongelea elimu, ina maana ni kuweza kwa kutenga fedha za kutosha. Aliyekuwa gavana wa 26 wa jimbo la Oklahoma, Marekani, alipokuwa anaongelea kuhusu elimu, alisema no other investment yield as great as a return as the investment in education. An educated workforce is the foundation of every community and the future of every economy. Kamati ilitarajia kuwa pale bajeti ya serikali inapoongezeka, basi kipaumbele kiwe kuongeza bajeti ya elimu. Hata hivyo, bajeti ya Wizara ya Elimu kwa mwaka ujao wa fedha imepungua kwa asilimia 4.2 ikilinganishwa na mwaka uliopita. Pamoja na juhudi kubwa zinazofanywa na serikali za kuleta mabadiliko katika sekta ya elimu nchini, bado matokeo yamekuwa sio mazuri na sio sambamba na kasi ya mabadiliko ya ulimwengu kwa kizazi hiki cha teknolojia. Mabadiliko haya 4 ya mitaala yaliyofanywa na taifa letu hayagusi mabadiliko yote katika uendeshaji na usimamiaji wa utoaji wa elimu nchini, ambapo huratibiwa na Wizara ya TAMISEMI, Wizara ya Elimu, Wizara ya Sayansi na Teknolojia na Wizara ya Utumishi kwa pamoja. Kamati inashauri serikali kupitia Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, ndiyo mwenye dhamana kuu, custodian wa elimu hapa nchini,
kuona iko haja ya kuangalia upya mfumo wetu wa elimu kwa kufanya mapitio makubwa ya mfumo mzima kama ulivyo, na kuja na matokeo yatakayokusaidia kuweka msingi imara wa kulijenga taifa linalojitegemea kiuchumi. Sera ya serikali ya awamu ya 5 inavyosisitiza. Hayati Makweta alishawahi kunukuliwa kwamba kama elimu ni ufunguo wa maisha, elimu mbaya ni ufunguo wa maisha mabaya. Kamati inaona kwamba kama tunaendelea kuwa na mfumo mbovu wa elimu, tusitarajie miujiza katika kupata elimu bora. Ni lazima kuwekeza kwa kiasi kikubwa katika swala la elimu. Bila kufanya hivyo, tutatoa watu ambao ni wabovu, ambao hawatosaidia jamii inayokusudiwa na hatimaye kuwa na jamii mbovu. Kamati imeonyesha kuwa taarifa ya kamati inayohusu maendeleo ya hali ya elimu nchini, ni dhahiri mmeona kwamba bado kuna changamoto nyingi, hususan za miundombinu na hata za kimaslahi, zinazochangia kushusha morali ya ufundishaji kwa walimu kutokana na kuongezeka kwa wanafunzi wakati wa malipo na miundombinu. Kamati inashauri serikali kujitahidi kuongeza miundombinu pamoja na motisha kwa walimu katika shule za elimu ya msingi na sekondari. Katika upande wa miundombinu, takwimu zinaonyesha kuwa kuna upungufu wa vyumba vya madarasa 146,046 katika shule za msingi na vyumba 12,000 katika shule za sekondari. Aidha, kuna upungufu wa matundu ya vyoo 350,050 katika shule za msingi na matundu ya vyoo 27,000 katika shule za sekondari. Si hivyo tu, pia kuna upungufu wa nyumba za walimu 182,000 katika shule za msingi na nyumba za walimu 69,000 katika shule za sekondari. Wanafunzi wa kike wanaopata ujauzito. Kuna misemo mingi inayoelezea umuhimu wa kumwelimisha mwanamke. Dr. James Aggrey, aliyekuwa mwanafilosofia wa masuala ya elimu nchini Ghana, alipokuwa akieleza umuhimu wa kuvunja utaratibu uliopo wa kutokuwapa watoto wa kike elimu ya msingi, alisema, if you educate a man, you educate an individual, but if you educate a woman, you educate a family. Kwa tafsiri isiyo sahihi rasmi, ukimwelimisha mwanaume umeelimisha mtu mmoja, lakini ukimwelimisha mwanamke umeelimisha familia na hatimaye taifa. Kwa maana hiyo, imekuwa ni kawaida kabisa kwa wanafunzi wa kike wanaopata ujauzito kutotakiwa kuendelea na masomo, kufukuzwa kutokuendelea na masomo, ili hali wanafunzi wa kiume ambao wamewapa ujauzito huo wakiendelea na masomo, na hata kama aliyempa ujauzito mwanafunzi huyo kubaki bila kuchukuliwa hatua yoyote ya kisheria. Ikumbukwe kuwa akina mama ndio walezi wa watoto na nguzo ya taifa hili. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mujibu wa kitabu kinachoitwa Economic Development kilioandikwa na Michael Todaro na Stephen Smith, na hususa chini ya mada Human Capital, Education and Health in Economic Development, waandishi hawa wanasema kwa kiwango cha rate of return ya mwanamke mwenye elimu ni kubwa kuliko hata ile ya mwanaume mwenye elimu katika nchi nyingi zinazoendelea. Mwanamke mwenye elimu sio tu anaongeza uzalishaji katika eneo lake la kazi, lakini pia mwanamke mwenye elimu atachelewa kuolewa, atazaa watoto wachache, family program, atahakikisha watoto wake wanakuwa na afya njema na hivyo kuwa na faida kwa kizazi hicho kijacho. Pia mwanamke anapopata elimu anavunja duara la umaskini, vicious of poverty. Kamati inashauri serikali kutoa tamko rasmi kwamba mwongozo huo uanze. Mheshimiwa Bashe, muda wako umekwisha, dakika moja. Wind up dakika moja. Waheshimiwa, someni. Bado dakika moja. Mheshimiwa Mwenyekiti, hitimisho. Kwa namna ya kipekee naomba kuchukua fursa hii kuwashukuru sana wajumbe wa kamati ya kudumu ya Bunge, maendeleo ya jamii kwa kujitoa katika utekelezaji wa shughuli za kamati
na utayarishaji wa taarifa hii. Napenda kutumia fursa hii kushukuru wizara kwa ushirikiano ambao wametupa katika kipindi chote cha budget, na mwisho kabisa napenda kushukuru serikali ya awamu ya 5 kwa maamuzi waliyofanya ya ujenzi wa mabweni ya chuo kikuu. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba taarifa yote ingie katika kumbukumbu ya Bunge. Nashukuru sana, asante. Asante. Unga mkono hoja. Waheshimiwa wabunge, wageni waliopo bungeni asubuhi hii, wageni wa Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Mheshimiwa Profesa Joyce Ndalichako